صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا وناصرنا ومن إليه مصيرنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدق ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انفعنا بالقرآن وعمنا بالغفران واجمعنا على الإيمان. اللهم اشفي به مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا واصلح أحيانا وأتم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا وكفارة لسيئاتنا وبركة في أرزاقنا وأعمارنا وسعة في أخلاقنا ونور اللهم به بصائرنا أبصارنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على نحو الذي يرضيك علينا واجعل حجة لنا لا حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعادن الأسرار الربانية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والدرجة العالية ومن درجة النبيون تحت لوائه فهم منه إليه صلى وسلم وبارك عدد ما خلقت ورزقت وأحييت ومت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معشر المسلمين أحبابي وأحبتي العزيزة وإخوتي في الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمه العظيمة وعطاياه الجسيمة. tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa bubujiko la neema zake za dhahir na batin. Katika neema zake ni kwamba Mwenyezi Mungu bado atutunga, kutulea, kutubembeleza, akitupeleka katika maslahi yetu, akitubembeleza kuepukana na madhara yetu. Hii ni neema kubwa kutoka kwa Mola wetu, na tuna haki na sisi tumwabudu Mwenyezi Mungu haki ya kumwabudu, japokuwa hatutoweza, lakini kwa bidii zetu zote tufanye ibada tukijua Mwenyezi Mungu cheo chake, neema zake, rehema zake, inaya yake, basi zote zitatupelekea sisi tuwe hatufai kufurukuta hata nusu dakika, ila tuwe tuko ndani ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ibada ileweke siku swali tu na kufunga. Mwanadamu saa 24 akitaka kumwabudu Mola wake atamwabudu ile hali na kufanya mambo yake yote. Leo pia tungaliomba radhi pamoja na msamaha, tutatoka kwenye maudhi ya Qur'ani wa siku ya leo tu, na hayo tukazungumza ni Qur'ani pia, lakini itakuwa sio siyak ya darasa yetu, sio nadhmu ya darasa yetu, kwa sababu Ramadhani imebakia na sisi na siku 2. Hii ndio aqwa alqawl, au pengine ni siku 3. Sasa kuna darasa muhimu yataka tuisomeshe kila Muislamu aliyoko kwenye maskani yake, kwenye baraza yake, kwenye majumba yake, kwenye mtandao wake, wayasikilize kwa makini. Ni darasa muhimu sana kwa siku hii ya leo. Darasa yenyewe imefungamana na somo ya mwezi wa Ramadhani.
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alifaradhia saumu ya Ramadhan ikafuatana na faradhi nyingine, nayo ni faradhi ya zakatul fitri. Zakatul fitri imefuatana na saumu ya Ramadhan. Ramadhani ilifaradhiwa mwezi wa Shaban, mwaka wa pili wa Mtume kugura Maka kwenda Madina, akafaradhiwa saumu ya Ramadhani. Kisha akafaradhiwa kwamba akimaliza kufunga atowe zakatul fitri. Sasa ndio leo ndio yataka tuyazungumzie haya, kwa sababu Mtume atuambia afdalul ilmi ilmul hali, bora ya elimu mtu ni kujifundisha ilmu ya ule wakati ambao hitajia kutumia wakati ule au hali ile alionayo. Akitaka kufanya biashara ni bora kwake yeye asome elimu ya biashara. Ikiwa yeye ataka kufunga aisome saumu wakati ule wa Ramadhani, apate ijue saumu. Sasa na huu wakati wa sasa leo ni wakati waanzia leo au kesho na kishukuta ni wakati wa watu kutoa zakatul fitri. Kwa hivi tunataka kuieleza zakatul fitri ni kitu gani, ni imefaradhiwa kwa nani, na kipimo ni gani, na wakati ni gani. Sasa kabla tuingilia katika mada, yataka kifahamike kilima cha zaka ni maana yake, ina maana gani katika lugha ya Kiarabu. Zaka katika lugha ya Kiarabu na istilahi ya sharii kama imefuatana sawa sawa. Zaka ni kusafisha, ndio maana zaka kusafisha kitu. Ndani Qur'ani Mwenyezi Mungu asema nini? Qad aflaha man tazakka, amenali saada ule mwenye atakayejisafisha nafsi yake, atakayejikasa nafsi yake. Hiyo ndio maana ya zaka, kujisafisha na uchafu, kujisafisha na madhambi, ndio maana ya zaka. Kauli ya pili ya mafukaha, na ndiyo iliyomo ndani ya Qur'ani, kwamba zaka ni kitu huviza kufanya kitu kiwe kingi. Ukitoa zaka kitu chako kitakuwa kingi, Mwenyezi Mungu atatia baraka katika mali yako, yatakuwa mengi na yatahifadhika. Ndio maana zaka. Katika zakatul fitri maana yake zaka ni kutwahirishwa ule mtu na yale minallagwi warafath, na humvizisha thawabu zake. Ukishafunga Ramadhani ukitoa zaka za fitri, basi utaongezewa thawabu katika ile saumu yako, na amali zote ulizozifanya za Ramadhani zitaongezewa thawabu. Ndio maana zaka. Na zakatul fitri, kwa nini huitwa zakatul fitri? Mafukaha asema ni zaka hutolewa katika swala ya Eid al-Fitri, ndio ikaitwa zakatul fitri, hutolewa katika Eid ya Fitri. Na huitwa zakatul fitri katika khilqa, umbo la mwanadamu, kwamba ile zaka hutukuliwa kwa makhluq ila makhluq, hutukuliwa katika mwanadamu akapewa mwanadamu mwingine, saghiran kana au kabiran, dhakaran kana au untha. Ndio maana zakatul fitri. Tushafahamu maana zakatul fitri, kwamba ni zaka hutolewa siku ya Eid al-Fitri, ndio kaitwa zakatul fitri. Jina lingine limepewa zakatul fitri kwamba hutolewa zile zaka kwa mwanadamu akapelewa mwanadamu mwingine, makhluki mwingine, ndio ikaitwa zakatul fitri. Wengine huicha zakatul badan kwa sababu hutwahirisha kile kiwiliwili cha ule mwanadamu na yale makosa aliyoyafanya. Nini hukumu yake katika sharia? Ni sunna, ni wajib, ama ni nini? Hukumu yake ni fardhi kama fardhi nyinginezo, ni fardhi aini kwa kila mwenye uwezo. Kwa nasu ya Qur'ani na sunna za Bwana Mtume salawatullahi wasalamu alayhi, Mwenyezi Mungu asema qad aflaha man tazakka,
amenali saada ule alotoa zaka, maana alojisafisha nafsi yake, na zaka husafisha nafsi. Zaka husafisha nini? Nafsi. Wa dhakara isma rabbih fasalla, akachaja jina la Mola wake na akaswali swalatu ya nini? Ya Idi, ikiwa ni Idi al-Fitri au ni Idi al-Adha. Hii ndizo tafsiri wanazuoni mafukaha walivyoendelea nayo. Hadithi iliyopokewa na Nafi, akampokea Abdullah ibn Umar radhiallahu anhuma, asema kana yakulu, huyu ibn Umar asema, nazalat hadhihi al-aya fi zakati ramadhana, aya hii qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla, iliteremka katika Ramadhani kwa sababu ya Idil Fitri. Hadithi iliyopokewa na Imam Bukhari. Hadithi iliyopokewa na Ibn Marduwiya, akampokea Abu Sa'id al-Khudri radhiallahu anhu, asema kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mtume yakulu, akisema, qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. Pia hiyo na hadithi ambayo ya kutilia imekuja kwa njia nyingine, maneno ni yale yale tuliyozungumza. Kisa mtume akasema, thumma yuqsamu al-fitratu, kisa hugawanywa ile zakatul fitri, qabla an yaghdu ila al-musalla yawm al-fitri, hugawanywa kabla mtu hajaenda kuswali swala al-Idi, aitoe kabla hajaswali swala al-Idi. Zakatul fitri hutolewa kabla mtu hajaswali swala al-fitri. Hadithi nyingine iliyopokewa na Abdullah ibn Umar kwamba mtumi alifaradhia zaka za fitri ndani ya Ramadhani katika kila nafsi, katika nafsi ya muslimina, hawamo makafiri, kila nafsi ya muslim alifaradhia atowe zakatul fitri. Akasema hurran, ikiwa mtu ni mungwana au ikiwa ni mtumwa, mwanamume, mwanamke, mkubwa, mdogo, mwenda wazimu, wote hutolewa zakatul fitri. Hawa hutolewa kitu gani? Hutolewa saa min tamrin, hutolewa pishi ya tende, au saa min shairin, au pishi ya ngano wakati huo. Kisa hikma yake ni nini? Hikma yake ni kumtwahirisha ule aliyefunga. Hii hikma yake ina maana matatu. Maana mawili tumeambiwa, maana mamoja hatukuambiwa. Maana ya kwanza asema ni twahara, kumtwahirisha ule alofunga anil lahwi wa rafath, yale mambo machafu, vitendo vichafu alizoteleza, si kwamba ndio mwendo wake, alizoteleza, akatamka ndani na yeye amefunga, akafanya kitendo kichafu na yeye amefunga, basi ile zakatul fitri huwa ni nasikh, kitu chenye kufuta yale madhambi yake aliyoyafanya, maneno machafu ama kitendo kichafu. Ndio hikma ya kwanza ya zakatul fitri. Hikma ya pili ya mtumi salawatullah salamu alayhi, asema tu'matul masakina fi yawmil Eid wa lailatihi, ni chakula ambao hupewa wale maskini mtana wa Idi na usiku wake. Na katika riwaya nyingine asema ni muwasatu lilmasakin, wa kundua siku ile ya Idi wale maskini wapate wafurahi pamoja na wenzao. Ndio sababu ya kuwekwa nini? Zakatul fitri. Sasa hizi ndizo malengo mangapi? Mawili. Kwanza ni tuhratun lisaimi min allahwi warafath, ya pili ni tumatun lilmasakini. Sasa suala liko hapa, na ndio itakuwa ndio maana ya tatu ya somo. Kuna watu hawakufunga, hatumesema ni tahara, kumtwahirisha yule alofunga, alocheleza akawa atazungumza maneno machafu au atafanya kitendo kichafu. Sasa je, mtu hakufunga
ni mgonjwa, hakufunga Ramadhani nzima, ni kijana mdogo, hakufunga, halazimishwi kufunga kijana mdogo. Mtu yuko safari, hakulazimishwa kufunga. Mandawazimu, hakulazimishwa kufunga. Hapo tumeambiwa tufunge ulimi wetu, ni taabudan. Tufunge ulimi wetu, tusitie maneno yetu, ni taabudan. Kwa watu kama hawa, hiyo hikma yake ajuaye ni Mungu, taabudan. Kijana mdogo hakufunga, mgonjwa hakufunga, alosafiri hakufunga, na aliotokufunga kwa jauri pia hakufunga, mandawazimu hakufunga. Kwa nini watoe zakatul fitri? Taabudan. Ni ibada. Mwenyezi Mungu atuambia ni ibada tu, mmewekea, hamuna ruhusa ya kuuliza, kutafiti kwa nini hakuna. Tushafahamu maana ya zakatul fitri. Sasa humpasa, tumesema humpasa mtu gani? Tumechaja watu nawapasa. Mwenye kumpaswa zakatul fitri si tajiri, kinyume cha zakatul mali. Zakatul fitri haimpasi fakiri peke yake. Fakiri haimpasi, lakini maskini humpasa, sio tajiri peke yake. Fakiri ni upi na maskini ni upi? Maskini ni yule mwenye kupata haja yake itakazo zote katika siku mzima na usiku wake, akapata haja zake zote, kukabakia na kitu, basi ule huitwa maskini. Yeye ahitajia kutumia shilingi 600 kila siku, ndio chakula chake na watu wake walioko nyumbani. Basi ule akiwa kupata 600 kila siku, ule huitwa maskini. Na akiwa kupata tena 200, 300, 400 za zaidi, pia huitwa maskini. Shailana. Kuna na ule fakiri ataka 600 yeye hupata 200 au hupata 300, ule hatowi zakatul fitri, ule hatowi zakatul fitri. Lakini maskini atatoa zakatul fitri, tajiri atatoa zakatul fitri. Tushawajua watu wangapi wanapaswa? Watu wawili, maskini na tajiri, wote lazima watoe zakatul fitri. Sasa hutolewa kitu gani? Kulingana na riwaya mbalimbali ambazo walizozifuata wanazuoni, kama hadithi ya kwanza tuliyosema kwamba Mtume alisema itolewe swa'an min tamrin au swa'an min sha'irin. Wanazuoni kifasiri matanguko kama haya kacha tawili kwamba hutolewa tende, pishi ya tende au pishi ya ngano. Hii ilikuwa ni wakati wa Mtume sana, ndio zitu ambazo zinazotumika kwa wakati wao. Ghaliban walikuwa kila ngano, wakila tende. Mtu aweza kula tende kutoka tu, hana wasiwasi. Mtu akala ngano hana wasiwasi. Lakini kuna nyakati tatawirati na ahwali zinabadilika. Hakuna mtu utampa tende wakati wa sasa ale na watu nyumbani kwake atosheke. Atakwambia bana, hatuwezi kula tende mpaka tukashiba. Na kila tende akishiba ataanguka kwa joto lake. Ale kilo moja, aweza kula tende kilo moja. Ukila tende kilo moja, ile joto litakalo kupanda litakucha kisunzi, utaanguka. Sasa zile hali zetu za sasa, wanazuoni mafukaha wakaangalia zakatul fitri ni kitu cha kumkundua mtu na kumpa nafuu. Sasa mtu atapata nafuu akila chakula kile ambacho kitatabikiana na mwili wake. Ikiwa kifuatani na mwili wake kitaletea madhara, na zakatul fitri hakikuletwa kwa sababu ya madhara. Sasa ndio akatuambia watu watatoa chakula kile kinacholiwa katika mji wao ule walioko, kile chakula ambacho aghlab watu wengi katika mji ule wanakula chakula aina gani. Kama kwetu hapa twaweza kusema mtu aweza kutoa zakatul fitri sampuli 3. Kama mji wetu wa Mombasa hapa,
watu wengi wanakula mchele. Mchele ghaliban kwa umaskini tulionao, watu hula ile inayoitwa sindano au inayoitwa nini lugha nyingine, basmati. Sindano pia ni jina lake, au ile basmati, sindano, biriani ndio mchele unaoliwa ndani ya Mombasa kwa watu wengi. Si mkutagua tajiri hayumo, ule anayekula mchele wa shilingi 500 tana naye. Matajiri waikuwa kando, uangalie wale watu ambao ni aghlab majority watu wa Mombasa wala nini, wala biriani, basi ndio utatoa zaka wewe, utatoa mchele wa biriani. Ikiwa hula pishori pia utatoa pishori, wala ile shilingi 500 utatoa ile shilingi 500. Lakini sisi kwetu Mombasa hapa aghlabu watu wanakula biriani, na nafikiri hakuna tena kwa wakati huu tulionao, miji yote ya Kenya ghaliban watu hula biriani. Wale wanakula sima ni baadhi ya watu, wanakula maharagwe ni baadhi ya watu, wale wanakula mahindi, mchele wa mahindi ni baadhi ya watu, wanaokula mchama ni baadhi ya watu, lakini majority ni kama hiyo tunazungumza, ni sindano, ni biriani. Basi sharia ya hukumu kwamba sasa itatolewa biriani. Watu watatoa nini? Watatoa swa'an, pishi. Kipimo cha pishi tukifuata wakati mafukaha na maswahaba walivyosema, maswahaba na wakati wa mtumi, ni kwamba nisikizeni vizuri, wakati wa mtumi ilikuwa mafuba na maswahaba wasema mtu ni kutukua vitanga viwili vya mkono, ni kutukua vitanga viwili vya mkono, akazifungua wazi namna hii, kisha akateka katika ule mchele mara ya kwanza, akacheka mara ya pili, hiyo ndio saa vibaba viwili. Hicho ni kipimo cha wakati huo maswahaba walitueleza. Lakini vile vitanga vya mkono takavyo mtu mu'tadil baki sawa, sio ni mtu vitanga vyake vidogo ama jitu vitanga vikubwa, mtu wakati na kati azishikanishe vitanga viwili vyake vya mkono ili hali ya kuzifungua wazi hivi, kisha ateke ndani ile mchele mara ya kwanza, ateke mara ya pili, aweke. Basi hiyo ndio zaka za fitri. Lakini watu wamefanya usahali, wamefanya istiqrai kuyafuata haya mambo. Wametuambia ni 2.5 kg kutoka katika shakani, 2.5 kg utakuwa umetoka shakani kwamba imekuwa ni sawa. Sasa itahitajika kila mtu atowe 2.5 kg ya biriani. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah, ula atakayekutoa mtele wa juu zaidi, hali ya juu zaidi, ni khairi bora zaidi kwake, lakini hakalifishwi. Ndio kwamba man tatawwa khairan fahuwa khairul lah, ula atakayekutoa zaidi wa thamani ya mtele wa hali ya juu, fahuwa khairul lahu, ni bora kwake yeye. Badala kutoa 2.5 kg akitoa 5 kg, fahuwa khairul lahu, ni bora kwake yeye. Lakini sharia la yukallifu Allahu nafsan illa usaha, nafsi Mwenyezi Mungu haikalifishi nafsi ila ule uwezo alionao wa kufanya lile jambo. Kwa hivi majority nkutoa 2.5 kg ndio zakatul fitri, ikiwa ni biriani, ikiwa ni sindano, ikiwa ni kuna mchele uitwa majina sampuli Fatima, sijui kuna Hadija, mchele kila majina sampuli. Alhasilu ni mchele mtu aweza kula kwa bila kufunga mato. Ile kuna aya na Qur'ani kwa sipati yasema kutoa mpe mtu kitu akitumia sifunge mato, illa antughmilu fihi. Wewe hutoi kitu ile kile ambacho wakifungia mato kitena au cha kutiza ndio utakachokitoa. La, usitoe kitu kama kile, toa kitu ambacho wewe mwenyewe waweza kukitumia wara. Tushafahamu kipimo cha zakatul fitri kwa watakao kutoa
nini? Chakula. Na hii ndio kauli wanazuoni wamegawanyikana. Wanazuoni wawili wamesema bora zaidi ni kutoa chakula, na ikiwa mmoja ni Imamu Ahmad bin Hanbal na Imamu Malik na Imamu Shafi. Ahmad bin Hanbal na Imamu Shafi wao wameshikilia ngumu watu watowe chakula, ndio asli Mtume alitoa chakula. Lakini Imamu Abu Hanifa na kiwasikukosea na Imamu Malik wameangalia illa. Katika usulul fiqhi kuna kitu huitwa illa, sababu ya kutolewa zakatul fitri nini. Imamu Abu Hanifa alipoangalia ile sababu au illa iliyomo katika kutoa zakatul fitri, na Imamu Malik ikiwasikukosea wasema ni kumkundua ule maskini siku ya Idi kwa kila ukundufu. Baba kaona iko sababu ni kukundua, kumpa pesa ni ukundufu zaidi kushinda chakula. Imamu Abu Hanifa alipoipata illa au sababu ni kumkundua ule maskini, basi ukimkundua kwa pesa ni bora zaidi kuliko chakula. Ukimpa pesa ule maskini, atanunua mchele, anunue samaki, anunue nazi, anunue makaa, anunue mboga, apike ale. Lakini ukimpa mchele kilo 2.5 au kilo 2.25, atazifanya nini kwanza? Mpaka atafute na senti za kununua nazi, atafute senti za kununua makaa, atafute senti za kununua samaki, anunue mboga, itakuwa amenchadhiki. Sasa itakuwa ndani ule mchele azunguka, atafute watu wauzie. Bana, na mchele wangu kilo 1 nataka kukuzia, atakwambia mimi nao, atapata taabu. Lakini ukimpa senti, mchele umejaa tele, atanunua mara moja. Ndio Imamu Abu Hanifa ndio akategemea kutoa thamani ya ile zakatul fitri ni bora kuliko kutoa chakula. Na hii wanazuoni wengi wameafiki ndia aloifuata Abu Hanifa. Ni kitu cha ridhika kweli, na hala maskini wote wakaitwa wakaulizwa, watakubali wasichotaka pesa kuliko kupa nini? Mchele. Tumefahamiana? Maana ule maskini, mimi nimekupa kilo 2.25, na huyo amemletea tena kilo 2.25, na ule ameniletea tena kilo 2.25, atafanya nini mchele wote ule? Na hana senti za kwenda mpaka auze ule mchele, apate anunue makaa, anunue samaki, anunue nyama, anunue kile, anunue majani, anunue maziwa. Lakini ukimpa senti, atazitasarraf, atafanya bajeti mwenyewe. Hii ya maziwa, hii ya bufulo, hii ya siagi, hii ya mchele, hii ya nyama, hii ya mboga, hii ya... Alhasili, wengi wanazuoni wametegemea kauli ya Imamu Abu Hanifa. Lakini atoe mchele hana makosa, uko sawa, amefuata asli ya sunna. Na atoe senti hakukosea, amefuata asli ya sunna. Nini amefuata vipi asli ya sunna? Yeye amefuata nini? Almuasat, ni kwa kundua. Hii ni asli ya sunna, ni kwa kundua wale maskini. Zote hawana makosa. Tumemaliza kitu kinachotolewa na sababu zake na kipimo chake. Je, na mwenye kutolewa ni kama tulivyozungumza, ni mwanamume, mwanamke, kijana, mwendawazimu pia hutolewa. Na tukasema kuna wengine ni taabudan, hawa wengine kama tulivyoelezwa na hadithi, mkutahirishwa yale makosa wale wakosea. Sasa kutolewa tu gani? Kwa wewe utaka kuwatolea watu, utatolea watu aina gani? Mimi ni baba, niwatolee watu gani na gani? Ikiwa wewe ni baba, au jina lingine tukipa wewe ni mume, uko ndani ya nyumba, itakupasa kwanza utoe nafsi yako, ewe mwenyewe jitolee wewe kwanza, mume. Au kwa ni baba, ujitolee wewe kwanza. Wa pili ni mke uliomuoa, lazima untolee zakatul fitri mke wako. Lakini kuna daqaiq, kuna undani hapa tufahamishane kidogo. Huyu mwanamke anatolewa zaka za fitri na mumewe ni mwanamke aliyomo ndani ya taa ya mumewe.
akiwa atakuwa uko nje ya toa ya mumewe hatolewi zaka za fitri. Mwanamke ambaye lazima mume antolee mke wake zakatul fitri ni mwanamke aliyomo ndani ya toa ya mumewe. Lau akitoka ndani ya toa dakika 5 tu ngapi, hatolewi zaka za fitri. Tumfahamiana Sheikh Bakari. Akiwa uko nje ya toa ya mumewe, yeye ni asi, hataki kusikiza amri za mumewe, hataki kumsikiza mumewe, hufanya atakayo kwa kitwa chake, hanridhi mumewe kwa yatakayo, yule uko nje ya toa aitwa nashiza, ule hatolewi zaka za fitri. Haya, atajitolea yeye na mke wake ule aliyoko ndani ya toa yake, kisha atamtolea kijana chake mdogo, ikiwa ni mmoja, ni 10, ni 20, wataka kuwa ataanza na watoto wangapi? Wadogo. Kwanza ni yeye, pili ni mke wake, tatu ni vijana wadogo. Kisha atamtolea mamake na babake, ikiwa baba hana nafasi ya kutoa wala mama hana nafasi ya kutoa, ama wale baba na mama wanalazimisha hata ikiwa wana nafasi. Baba na mama lazima kijana amtolee babake na mamake ikiwa nafasi anayo ile kijana. Tumeelewana? Ikiwa anayo nafasi pia lazima amtolee nani? Mamake na babake. Hata baba akiwa anayo nafasi, ikiwa ule baba atamwambia mwanangu, mimi senti nazo lakini lazima unitolee zakatul fitri, lazima umtolee. Mama akamwambia mtoto wake, mimi senti nazo za kutoa zakatul fitri lakini mimi sitoi, nitolea. Lazima wewe mtoto umtolee mamako. Kisha baba atamtolea kijana chake mkubwa ambaye hana kazi, hayapata kazi, ambaye ni baligh, aqil, baligh. Akiwa ni baligh kijana ana kazi yake, baba hana lazima kumtolea zakatul fitri, hakuna wajibu juu yake yeye. Lakini ikiwa yeye ni baligh, hana kazi, yuatafuta kazi, hana kazi, kila asubuhi utafuta kazi, hapati kazi, basi ni wajibu wa baba amtolee zakatul fitri. Hawa wote ule mwenye kutoa zakatul fitri ni wajibu awalishe, lazima wasimamie katika mambo yao. Ndio ikaambia maunatumanna faqat na utawatolee kila ambaye ni lazima usimamie katika maisha yake. Hawa ndio watu wa wajibu. Wabakieyo ukiwatolea zakatul fitri, hiyo ni tatawwan, ni hisani yako na ukarimu wako na uzuri wako na wema wako. Ukimtolea mkweyo, mamake mke wako, ukimtolea si lazima, lakini ni ihsani, na ihsani inatakikana katika sharia ikiwa nafasi unayo. Umemtolea mjomba wako ni ihsani, sharia yataka kufanya ihsani, lakini si lazima. Ni ammi yako, ni ndugu yako, hata ikiwa hawana nafasi si lazima utolee, ni kwa ihsani. Mkweyo ukimtolea ni ihsani, mashemegi ukiwatolea ni ihsani, lakini wajibu ni watu wangapi? 5 tuliosema, ni yeye mwenyewe na mke wake na watoto wake wadogo na baba na mama na mtoto mkubwa ambaye uko kwa babake hana kazi ya kufanya, atafuta kazi, hana kazi, basi baba atamtolea. Nafikiri imefahamika watu wenye kutolewa. Sasa tumemaliza watu wenye kutolewa na kipimo cha kutolewa na faida yake na hukumu yake ni vipi, tumeeleza. Sasa wakati wa kutoa ni wakati gani? Wakati wanazuoni au maimamu wetu wamekhtalifiana. Tukenda kwa madhhab ya Imamu Shafi'i na Ahmad bin Hanbal, kwa riwaya walizopokea kwa maswahaba kwamba mmoja ni Abdullah bin Abbas yasema zakatul fitri waweza kuzitoa kabla ya siku 2 ya Idi, kabla ya siku 2 ya Idi. Kama hivi sisi tukisema kwanza kesho mtu aweza kutoa zakatul fitri, hiyo kauli ya kwanza. Kabla ya Idi kwa siku ngapi? Aweza, si wajibu, tufahamiane. Hayawa ni wajibu, aweza tu kutanguliza kwa siku ngapi? 2 kabla ya Idi.
Kama akatoa tarehe 28 na tarehe 29, 30 ni Idi, ni sawa. Hizi ni kauli za baadhi ya masahaba, mmoja na Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Wengine wasema, mmoja na Abu Hanifa asema kutoa zakatul fitri ni wakati jua likitwa, siku ile asubuhi ni Idi, ndio utowe zakatul fitri, ndio imekupasa pale. Hukupasa kwamba ni imekuwa sasa lazima utowe, ni siku ya mwisho wa Ramadhani, jua likitwa, asubuhi ni Idi, basi usiku ule ndio wakati wa zaka umeingia, kama wakati wa dhuhuri katika saa 7 ushaingia na lazima utowe. Tena ukiwa utatoa pale usiku, utatoa usukati, utatoa kabla ya swali Idi, ndio mwisho wake. Wakati wakhtilifiana Imam Shafi na Ahmad bin Hanbal wasema waweza kutoa kwa akwali za maswahaba, na kauli moja ya Abdullah ibn Abbas kwamba waweza kutoa zakatul fitri kabla al-Eid kwa siku 2 na ikakubaliwa. Imam Abu Hanifa asema la, utatoa baada wakati kuingia, baada ghurubi shams min akhiri yawmi Ramadhan, siku ile ya Ramadhani ndio mwisho, leo jua likitwa utatoa. Tushafahamiana. Lakini kauli nyingine zilizoko pia, moja ni ya Imam Abu Hanifa asema waweza Ramadhani ikiingia waweza kutoa tu zakatul fitri, tarehe mosi Ramadhani waweza kutoa zakatul fitri, kwa sababu ile Ramadhani ndio iliyowekewa zakatul fitri, ikiwa imeingia zakatul fitri Ramadhani ikiingia na zakatul fitri imeingia wakati wake, waweza kutoa. Tumefahamiana. Hata mwanzo wa Ramadhani waweza kutoa, mwezi umeandama Ramadhani usiku ukatoa zakatul fitri, au ikiwa tarehe 5 tarehe 10 tena mpaka ufike mwisho. Na haifai zakatul fitri kuipitisha na kabla baada salati al-Eid. Abdullah bin Abbas yasema mwenye kutoa zakatul fitri na fuqaha wote baada ya salatu al-Eid, hiyo itakuwa ni sadaka kama sadaka nyingine, itakuwa si zakatul fitri. Lazima itolewe kabla mtu hajaenda kuswali swala ya Eid, aitoe zakatul fitri. Tushafahamiana. Haya, kisha tumemaliza wakati wa kutoa zakatul fitri. Aidha kutoa mwanzo wa Ramadhani, tarehe 5, tarehe 10, tarehe 20 mpaka siku ya mwisho, mpaka hujaenda kuswali Eid. Hujaenda kuswali Eid, basi pale utowe, kisha ndio kuswali Eid, ndio wakati wake wa mwisho. Ukitoa baada ya kuswali salatul Eid, wenyewe masema hiyo itakuwa ni sadaka kama sadaka nyingine, si zakatul fitri. Wengine sema ni haramu kamwe kutoa baada hiyo, wengine sema ni makuruhu na lazima towe, lakini si kwamba ibada ya mkono kuswali Eid amsikutoa zakatul fitri na sasa sitoi tena. Ileta kwa ni deni, itakuandama mpaka ufe kwako. Ikiwa hukutoa na wewe una uwezo, itakuandama mpaka ufe, na ukifa itakufuata mpaka siku ya mahshar. Si kwamba umeata kutoa imekwisha, hayakwisha. Ni kama kwamba umeata kusali dhuhuri wewe, ila dhuhuri kutoilipa itakufuata. Tufahamiana. Sasa swala lililoko lingine ni hivi, huyu kuna mwanamke aliolewa, kuna na kijana alizaliwa, kuna na mtu alikufa. Sasa nataka tusikizeni vizuri. Mwanamke au yoyote katika hawa tuliowataja, lazima mtu ule mwenye kutolewa zakatul fitri, ule mwenye kutolewa zakatul fitri lazima apambane na jua la Ramadhani, apambane na usiku wa Lailatul Eid. Lazima akusanye vitu viwili. Ule mwenye kutolewa zakatul fitri lazima apatikane na vitu vingapi? Viwili. Apache mtana wa Ramadhani, hata ikawa kwa dakika moja, na apambane na usiku wa Lailatul Eid japokuwa kwa dakika moja. Huyo atatolewa zakatul fitri. Mfano ni upi? Mtu ameugua siku ile ya mwisho ya Ramadhani, ameugua ndani ya Ramadhani, ameugua ndani ya nini? Ya Ramadhani.
magharibi yakiadhiniwa akafa, amepambana na nini? Amekufa katika usiku wa Lailatul Eid. Ule atatolewa zaka, hata mkenda mkimzika lazima atolewe zakatul fitri, na ule ambaye ni wajibu amtolee. Sheikh Hassan, umefahamu? Ule mtu aliyeugua mtana wa Ramadhani akafa katika usiku wa Lailatul Eid, ule atatolewa zakatul fitri kwa ule ambaye ni wajibu amtolee. Na mwanamke ni hivyo hivyo, ukimuoa alasiri ya siku ya mwisho ya Ramadhani, ukaja ukamwata saa 1 ya usiku, ukaja ukamwata saa 1, lazima untolee zaka, maana alikuwa ni mke wako katika mtana wa Ramadhan, na alikuwa mke wako katika juz'u min al-layli min lailatil Eid. Mwanamke unaimuoa alasiri ukamwata saa 1 ya usiku, lazima utatolee zakatul fitri, maana alikuwa ni mke wako ndani ya Ramadhani, alikuwa ni mke wako ndani ya usiku wa nini? Wa lailatul Eid, japokuwa umemwata. Imefahamika vizuri? Na mtoto alizaliwa mtana wa Ramadhani, amezaliwa mtana wa Ramadhani, akaketi mpaka saa 1 ya usiku akafa, atatolewa zakatul fitri, maana amepata mtana wa Ramadhani na amepata usiku wa Lailatul Eid. Kwa ufupi ni hii, yoyote atakipata mafungu yote mawili, akapata mtana wa Ramadhani akapata na kitu katika usiku wa Lailatul Eid, ule lazima atolewe zakatul fitri. Je, akipata kimoja hatolewi zakatul fitri? Akapata katika haya sharti mbili, akapata sharti moja, kijana akazaliwa baada ya jua kutwa, hatolewi zakatul fitri, maana hakupata mtana wa Ramadhani. Mifahamika Bakari? Kijana amezaliwa saa 1 ya usiku, ule hatolewi zakatul fitri kwa sababu ule hakupata Ramadhani, amepata Lailatul Eid peke yake. Na mtu alokufa hivyo hivyo, alokufa katika saa 1 usiku, alikuwa mtu alikufa mtana kabla ya kuingia usiku, hatolewi zakatul fitri. Atakayekufa usiku atakuwa lazima atolewe, maana amepata huku na huku, sio? Huyu alokufa mtana wa Ramadhani hatolewi zakatul fitri. Mwanamke tushasema, na ukamwoa mwanamke kama asubuhi ya siku ya mwisho wa Ramadhani, ikifika saa 11:30 ukamwata, hatolewi zakatul fitri, maana hakupata fungu la usiku kule. Shafahamu? Sasa lazima mtu apate mafungu yote mawili, mtana wa Ramadhan apate na usiku wa Lailatul Eid, ndio tolewe. Lakini mtu akipata moja hatolewi zakatul fitri. Hizi ndizo utaratibu wa kutolewa zaka za fitri. Sasa lililobakia la mwisho ni kwamba mimi nimepaswa na zaka za fitri, lakini za watu wangu sina. Ni kama tulivyosema, atajitolea yeye. Mathalan ana shilingi 850, zakatul fitri matumizi yake ni 600, zimebaki ngapi? 250 ndizo zakatul fitri. Sasa ndizo alizonazo tu, lakini uko na watoto 4, uko na mke, uko na nani, ataanza na mke wake kwanza. Ataanza baada ya kujitolea yeye, atajitolea na mke wake. Haya, mmepata mimi na mke wangu, lakini hawa wengine sina. Ataanza na watoto wake wadogo. Watoto wadogo amepata, lakini kwa babake na mamake maskini hana cha kuwatolea, atatana nao. Wamepata, atawatolea. Atakwenda kwa utaratibu ulivyokwenda, si lazima wapache wote, kila atakachokipata atakitoa. Hii ndio utaratibu wa zaka za fitri. Kuna kauli na yategemewa na wanazuoni kwamba ile ziada ya kupata mtu baada ya ziada matumizi yake, matumizi ya lazima, si matumizi ya starehe. Ya starehe haikubaliwi. Umeambiwa sharti ya kutoa zaka ya fitri ni upache gharama yako ile unayotumia kutwa, mtana na usiku. Kitakachozidi utoe zakatul fitri.
Sasa wanazuoni wasema lau mtu ndani ya nyumba yake anazo 600 matumizi yake ya kutwa na mtana na usiku wake anazo, lakini hana kitu kingine, lakini ana TV, ana video, ana air condition, ana sofa koti, ana maridio, ana mabanka, bani sema lazima auze kimojapo atowe zakatul fitri. Zile si lazima katika maisha, zile ni starehe tu. Mtu anazo 600 zake za chakula chake mtana na usiku, lakini hana senti nyingine lakini nyumba anayokaa ndani kuna air condition, kuna banka, kuna sofa koti zile, kuna TV, kuna mavideo, ana ile matepu makubwa yale, au ana friji, lazima auze atowe zakatul fitri. Hizi ni baadhi ya akwali za wanazuoni mafukaha waliotegemewa. Haya ndio tuliojaliwa kuyazungumza katika zakatul fitri. Mwenyezi Mungu huwa ndiye aalam, ndiye mjuzi zaidi na ndiye anafahamu zaidi. Sisi hii tumezungumza kwa kadiri ya elimu yetu na ufahamu wetu na kutegemea vitabu vya wanazuoni walizozizungumza. Kulikuwa na masala ya Idi, lakini inshallah kulingana na wakati haituruhusu. Kesho tukaenda kwenye darasa yetu, kisha tutazungumza masala ya Idul Fitri. Kwa haya matate, ikiwa nimepata faminallah, na ikiwa nimekosea famin taksiri, mutanisame. Wallahu alam wal afwa minkum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lakini ningependa kukumbusha kitu kimoja. Ikiwa mtu hakufahamu vizuri katika tuliyozungumza, kesho nimeitwa katika idhaa ya Pani FM au sauti ya Pani, nimeitwa, wameniomba nende kesho nizungumze masala kama haya zakatul fitri. Basi mtu yoyote aliyokuwa kwenye nyumba yake, kwenye baraza yake, kwenye mtandao, ana jambo hakufahamu vizuri, kesho aweza kuniuliza masala katika redio Pani FM. Nitakuwa huko saa 2:15. Kesho saa 2:15 nitakuwa Pani FM, sauti ya Pani FM hiyo. Basi mtu akiwa hakufahamu aweza kuniuliza swala zake katika sauti ya Pani FM. Wallahu wa rasuluhu alam wal afwa minkum.